Karibu tena. Katika video yetu iliyotangulia tulizungumza kuhusu sheria za haki za makazi. Katika video hii tutaangalia maboresho ya kuridhisha na marekebisho ambayo wamiliki wa nyumba wanapaswa kufanya ili kuhakikisha nyumba zao zinaweza kutumiwa na watu wenye ulemavu. Sheria ya serikali kuu inafafanua mtu mwenye ulemavu kama mtu yeyote aliye na moja, ulemavu wa kimwili au kiakili ambao unazuia kwa kiasi kikubwa shughuli moja au zaidi za maisha. 2, rekodi ya ulemavu huo. Au 3, mtu ambaye anachukuliwa kuwa na ulemavu huo. Maboresho ya kuridhisha ni mabadiliko, upendeleo au marekebisho ya kanuni, sera na huduma ambayo inaweza kuwa muhimu kwa mtu mwenye ulemavu kupata fursa sawa ya kutumia na kufurahia makao. Mifano inajumuisha kurekebisha ratiba ya malipo ya kodi ili kusubiria pale ambapo watu wanapokea malipo yao ya usaidizi wa kipato, na kumwezesha muombaji kuwasilisha ombi la nyumba kupitia njia tofauti, na kuruhusu wasaidizi na wanyama wa usaidizi wa kihisia wakati kuna sera ya kutopenda wanyama. Watu wenye ulemavu wana haki ya kuomba maboresho kwa wanyama wa kutoa usaidizi na wanyama wa usaidizi wa kihisia, hata katika nyumba ambazo wanyama vipenzi wa kawaida hawaruhusiwi. Marekebisho ya kuridhisha ni mabadiliko ya kimwili kwenye nyumba ili kuifanya iweze kutumiwa na mtu mwenye ulemavu. Mifano inajumuisha kuteremsha kaunta au kabati au kufunga kingo za mikono na sehemu za kushikia kwenye ngazi au bafuni. Mtu mwenye ulemavu ana haki ya kufanya ombi la maboresho ya kuridhisha au marekebisho ya kuridhisha. Ni muhimu kujua unaweza kuomba maboresho wakati wowote. Unaweza kuomba maboresho kwa maneno au kwa maandishi. Ingawa ombi lako halihitajiki kuandikwa, ni muhimu kwa mpangishaji wako kuwa na rekodi ya ombi wakati linapofanywa. Ombi la maboresho au marekebisho linapaswa kueleza uhusiano na ulemavu wako. Ombi linapaswa kujumuisha maelezo ya hitaji linalohusiana na ulemavu la mabadiliko. Ombi lazima liwe la kuridhisha, ikimaanisha haliwezi kusababisha mzigo usiostahili wa kitawala kwa mpangishaji wa nyumba au programu na huduma zao. Ikiwa ni busara, mpangishaji wa nyumba hawezi kukataa kufanya maboresho. Ikiwa mpangishaji wa nyumba anakataa ombi, inaweza kuwa sababu ya malalamiko ya ubaguzi kulingana na ulemavu. Ikiwa unatuma ombi la mnyama wa kutoa usaidizi au mnyama wa usaidizi wa kihisia, pata hati kutoka kwa daktari au mtoa huduma za afya ya akili zinazoonyesha hitaji linalohusiana na ulemavu kwa ajili ya mnyama. Mpangishaji hawezi kukuhitaji ufichue maelezo yote binafsi ya matibabu, hitaji linalohusiana na ulemavu la mnyama wa usaidizi wa kihisia, na hawaruhusiwi kutoza ada zozote za ziada, amana au kupangisha kwa mnyama, na hawawezi kuzuia aina au ukubwa wa mnyama unaruhusiwa kuwa nao. Pia ni muhimu kuzungumza kuhusu kile ambacho ulemavu unaolindwa haujumuishi. Wapangishaji wa nyumba hawatakiwi kuruhusu watumiaji haramu wa dawa za kulevya kwa sasa, watu ambao ni tishio la moja kwa moja kwa afya na usalama wa wengine, au watu ambao mielekeo yao inaweza kusababisha uharibifu mkubwa wa kimwili kwa mali. Lakini kwa sababu idadi kubwa ya walemavu wanalindwa chini ya sheria, unaweza kupata nyumba huko Pennsylvania na kuwa na ujasiri wa kuomba maboresho au marekebisho yatakayoruhusu kustarehe nyumbani kwako. Kwa maelezo zaidi kuhusu maboresho ya kuridhisha, tembelea HUD.gov na uchague lugha upande wa juu kulia ili kuona lugha zinazopatikana. Asante kwa kutazama na kila laheri katika safari yako ya makazi.